hii ni mojawapo akaunti ambao wanapokea pesa nyingi sana. In fact kuna hata ile equalization fund ambao wanapata pale. Sasa wanashangaa hizi pesa zote ambazo hii kaunti ya Turkana inapokea pale, kwa nini hawajaweza kupambana na shida kama hizi mapema? Asante sana. I think ni uzuri ujue kuwa equalization fund ni national fund na inamanajiwa kutoka hazina kwa national treasury. Na wao ndio wana control. Na tumeulizana juu ya hizi pesa, sababu hizi pesa zimetengewa. Zile ambazo zimetengewa kutokana ni bilioni 1.2 kila mwaka. Na hapana, sio kila mwaka. Hii ni cumulative. Karibu 1200 milioni 200. Lakini national treasury ndio ina control county. Sisi tumeulizana kwa counties tupewe kama conditional grant, lakini hiyo imekuwa ngumu. Kwa hivyo ni national government inaamua ni mradi gani wanaweka pale. Tunaamua pamoja na wao. Na 60% ya hizi pesa ilikuwa iende kwa maji. Na hiyo mipango ya maji imesimama, inaongoja hii pesa ireleasiwe. Ndio hii mipango iweze kumalizwa. Ya pili, bilioni 10 ambayo unasikia Turkana inapata kila wakati. Nafikiri unajua vizuri tulipoanza ugatuzi. Turkana ni sehemu moja ambaye imekaa miaka 50, zaidi ya 50 bila maendeleo. Bila watoto zaidi ya 60% kutoenda shule, shida ya usalama, shida mahospitali, shida ya chakula na ukame. Na ukame ambaye iko pale karibu kila mara. Na shilingi bilioni 10 inaweza kuangaliwa ni kama pesa mingi. Kwanza kabisa tuna mipango ambaye tunapanga pamoja na bunge la Turkana, na maoni ya wananchi pia inawekwa, na vile tunapanga hiyo bajeti. Na pesa mingi ya hii bajeti zinaenda katika hali ya afya, na zinaenda kwa maji, na zinaenda kwa ukulima na mifugo pamoja na uvuvi, na pia zinaenda kwa elimu. Simama na hizi zote pamoja na hizi ndio zile ambazo zinachukua rasilimali mingi. Na ukijua vile mpango ya pesa huwa katika Kenya hii, bilioni 10 haitolewi mara moja, unapewa mwaka wa pesa unapoanza. Hizi zinakusanywa na KRA, zinakusanywa na National Treasury, sisi tunakusanya 15% peke yake, na zinawekwa pamoja na kila mwezi zinatumwa. Na mwaka huu umeona, mwaka huu wa pesa umeona vile zimechelewa. Na tangu Julai county sasa Turkana ilipata rupurupu ya kwanza kutoka mwezi wa Julai, ilipata mwezi wa 12. Na hiyo peke yake ilikuwa ya kulipa mishahara. So pesa ya maendeleo, pesa ya kufanya juhudi mingi zaidi ilianza kutiririka kidogo kidogo kutoka Januari. Na hiyo ndio ile shida ambayo mnapitia, disbursement ambaye counties wanaenda through. Lakini zile pesa tumetenga kwa maji bilioni 1.5 ndio tunapambana naye saa hii na hali ya maji. Zile ambazo tumetenga kwa ukulima ndio tunapambana kwa mifugo, hasa magonjwa na mambo ya uvuvi, ndio tunapambana nazo kwa hizo miradi ya zile pesa ambazo zinatufikia na tunazitumia. Zile ambazo zilikuwa kwa maji saa hii, kwa sababu tuko ukame, zinaangaliwa kuhakikisha kuwa zimepeleka maji mahali zinatakikana, zimerekebisha hand pumps ambazo zinaharibika kwa sababu ya utumizi mingi, na pia zimetumiwa kushimba boreholes ama sehemu ambazo kuna maji masafi. Mara mingi kwa sababu tuna drilling rig moja na tunanunua ingine tena. Tuna drilling rig moja, na ukienda kushimba maji, kuna sehemu unapata maji safi, kuna sehemu unapata maji ya chumvi ambayo haiwezi tumika, na kuna sehemu pia unakuta borehole ni dry. Hata kama ilipima ukaambiwa chimba hapa kuna maji. Hiyo yote inafanyika katika Turkana. Tumeweza kufanya mengi hata kwa ukulima. Of course tuna changamoto kwa zile kazi ambazo tunafanya, kuna changamoto. Kwa hivyo nikikuelewa mheshimiwa, ni kama mmejaribu kile iwezekanavyo ili muweze kutekeleza. Kuna ripoti fulani ambayo naona hapa, nimeangaziwa hapa kuhusu shilingi milioni 200 ambayo ilitengewa pale ili kuweza kutengeneza sijini bwawa la Kanadon, na inasemekana kwamba imesambaratika, ama ile irrigation scheme ambayo inahusisha pia inaitwa
Kakwanyang na Doto na Napu. Labda ungependa kuzungumzia hilo kidogo, na ni mradi wa serikali kuu ama serikali ya kaunti? Hizi miradi tatu zilikuwa za kaunti, serikali ya kaunti. Ya kwanza kabisa Kakwanyang, tulitegemea kuweka mtaro wa maji kutoka mto Takwel ambaye mapakana naye, na shamba iliweko tayari, mtaro ukawekwa, lakini flooding ikakuja mwaka wa 2017 na mwaka jana pia, na ukabadilisha mkondo wa mto, na ukaondoa kabisa mbali na mahali ambaye tulikuwa tumetarajia kuweka kutegea maji, na hapa ikakuwa juu zaidi kuliko mtaro wa maji ambao ulishimba chini zaidi. So tukakuwa na changamoto hiyo, lakini tumeuliza engineers watafute suluhu ya vile tunaweza pata chochote. Na pande hiyo hata kuchimba bwaho ya maji pande hiyo, sehemu pande ya mto, maji ni chumvi zaidi. Lakini tumeambia engineers watafute juhudi yote wapate solution ya hii. Ya pili ni Nadoto. Nadoto tulilima na matrakta zetu na equipment zetu. Na hii ilianza kutoa chakula. Na kama kuna mafenge ambayo imemea, basi wakulima hawaku deal naye. Lakini wakitupa ripoti, tunaweza enda tena once tuende tusaidie kuondoa hizo na tukusafisha, na wao waweze kushikilia na watumie mavuno yao, wakiyauza yaweze kutumia faida kidogo kuendeleza ukulima wao. Mpango wa Napu, kuna shamba ambayo tulifungua ya unyunyizaji maji ya hektari 50 ya vegetables. Na mpango huu uliingia, wenyeji wakasema wagawiwe, tukagawa kila mmoja wao kota, wenyeji wa kutoka area hiyo, wakawekewa maji, kila kashamba kadogo kakaweko tanki ya maji ya lita 50 na piping, na wakaanza kunyunyiza maji na kupanda mboga. Ni mradi ambao unaendelea. Hiyo ni mradi inaendelea, but inahitaji support mingi, kwa sababu mambo ya ukulima na kulima mboga kwa town hapo bado kwa wenyeji wanataka training mingi zaidi ili waweze kuichukua kama ni biashara. Sasa hii watu wanalima ya kulima na kukula, but wakichukua kama biashara, kwa sababu Lodwar municipality wanahitaji chakula hii, wanahitaji mboga, na mingi ya mboga ambayo wanatumia saa hii inatoka Kitale, ingine inatoka West Pokot, alafu ingine inatoka Uganda. Na tukirejelea ili swala la maji, kuna wakati mmoja iliripotiwa mheshimiwa kwamba maeneo ya Turkana kumepatikana na maji nyingi sana chini ya ardhi. In fact hata walikuwa nasema kwamba ni maji ambayo inaweza supply Kenya nzima na maji, na wanasema hata inaweza kaa pale miaka 70. Alafu tunajua kwamba pia Turkana kuna Lake Turkana ambao wanasema ni the freshest water lake hapa nchini Kenya. Ni kwa nini hili swala la maji linakuwa shida pande hizo? Hamjaweza kujua vile mnaweza labda tumia hiyo maji ambayo inasemekana iko chini ya ardhi, ama labda hiyo ya Lake Turkana? Asante sana. Nafikiri shida ya maji Turkana ni shida ya tangu zamani. Nafikiri ilishinda serikali ya kitaifa, wakashinda makampuni ya nje, na wamejaribu kwa njia mingi, na wale ambao wameweza kupambana naye hata kama bado ni changamoto kubwa. Na nimezungumzia hii kila mahali. Nikienda Devolution Conference nimeyazungumzia, tukienda katika summit nimeyazungumzia, tukienda katika mkutano ya Northern Kenya nimeyazungumzia, na nimeangazia kuwa solution ya watu wa Turkana na wote wa kutoka eneo ya ukame ni maji. Na ziwa Turkana ni ziwa ambaye inasemekana ina fresh water, lakini ile maji ni saline. So haiwezi tumika kwa ukulima unless isafishwe. Lazima isafishwe. Tuna maji mengi ambaye yamepimwa chini ya ardhi. Na haya maji na Two Irrigation Scheme mahali ambayo imekaa, alafu na project ingine ya hektari 150 ya KVDA iko hapo karibu, iko juu ya hiyo aquifer. Na hiyo maji ambayo inatumika hapo ni hiyo aquifer ndio inatumika hapo.
lakini aquifer ambaye kubwa zaidi ambaye ni lita bilioni 250 iko katika sehemu ya Lokichogio na kaskazini mwa Kakuma kule ambayo kuna refugees. Na hii wataalamu wametuambia kuwa yale maji yana chumvi mingi, haiwezi kutumika na binadamu. Na tumeangalia hii neno na tukasema hakuna vile wakaaji wa eneo hii wataumia shida ya maji, na waendelee na tuendelee na kuwe na maji ya chumvi hapa na tusipate suluhu. Na nimeweza kuambia kwa sababu zile senti ambazo county iko naye haiwezi tosha kufanya mradi huo. Tukisema ni kufanya mradi huo, basi itabidi tusimamishe zile kutatua shida na priorities za wananchi wa Turkana. Kwa hivyo ni mradi ambao inahitaji labda itaka msaada kubwa zaidi. Hata labda serikali kuu. Tumezungumza, serikali kuu ndio ina uwezo wa kuomba pesa of financing, ina bajeti kubwa. Katika bajeti ya karibu trilioni 3 inapatia county bilioni 310 peke yake, na inabaki na ile nyingine. Kwa hivyo ina uwezo kubwa zaidi. Hata sasa ukiangalia katika nchi mzima, hawa ndio wanachimba mabwawa kubwa. Hakuna county yote ambayo inachimba damu kubwa. Zote ni miradi ya county. Na mimi najua ya serikali ya kuu. Na mimi najua Waziri Kiunjuri juzi alitangaza kuwa watatengeneza madamu 31. So mimi nategea nipate hata 5 kwa sababu Turkana imeangaziwa, na ninafurahia kuwa media imeweza kuleta attention katika Turkana ili tupate suluhu ya hii. Pia talking of dams, tunazungumza na the development partners, tunazungumza na private sector, na out of hii media attention there are a couple of private sector ambaye wameanza kujua interest. Bado tutazungumza ili tuone vile mnaweza faidika. Na talking of dams, pale maeneo ya Turkana County ni mabwawa gani mnatengenezwa pale, labda na serikali kuu ama nyinyi kama county ya Turkana? Je, mna mradi? Yote sisi tumefanya karibu water dams, water pans 45, lakini shida ya water pans ni kuwa wakati kunanyesha inashika maji kwa miezi 2 alafu inakauka kwa sababu jua ni kali. Tuna mpango katika eneo la Kakuma, kuna damu moja kubwa ambayo itashika karibu lita milioni 3 ambayo tunapangia pamoja na Kenya Red Cross na UNHCR. Bado hiyo mpango bado iko at advanced stage sasa hii, bado haijamalizwa designs, na itakapomaliza tutajaribu hiyo ili iweze kutatua shida ya karibu 1300. Shida 3300 katika eneo la Turkana South ambaye mafuta inashimbwa. Tunajadiliana kwa saa huu na Wizara ya Maji, Wizara ya Petroleum pamoja na TULO na serikali ya county ya West Pokot. Vile yale maji kutoka Takwel Gorge Dam yatakayokuja kusafisha mafuta, yale maji pia yatasaidia karibu watu 1200 ambao wanaoishi mahali hiyo pipeline itapitia. Okay. Basi msije kumbuka, huyu ni Mheshimiwa Josephat Nanoka ambaye ni governor wa Turkana County. Shida inatokea wapi na ni vipi mnaweza tatua ile shida? Asante sana. Tunapakana na Wapokot wa West Pokot na pia Wapokot wa TFT constituency katika Baringo. Na hizi eneo zote zimekuwa na changamoto mingi. Mara ya kwanza tulikuwa tumeweka amani ya miaka 3.5 pamoja na West Pokot, na watu wakaishi vizuri bila mauaji na bila shida yote. Lakini juzi miezi 3 iliyopita wizi wa mifugo ulianza, na kati ya jamii hizi yote mbili kuiba na kuchukua na kuua watu. Na sisi tukiwa gavana wa Turkana pamoja na wabunge, tukiwa pia tumeshikana na gavana wa Elgeyo Marakwet, gavana wa Baringo, gavana wa Laikipia. Tuliweza kukutana na Waziri Matiang'i na tukamwambia na Inspector General of Police, na tukamwambia ile ambayo inasababisha uwaji, kwa sababu ile ambayo inaendelea zaidi saa hii uwaji na wizi ni kati ya Baringo na Turkana East. Na tukawaambia suluhu ya hii ni Baka
polisi wa deal na impunity, waweze kukamata wale ambao wanafanya haya, because bila kuwakamata wanafikiri kuwa hakuna serikali inachukua jukumu yoyote ili waendelee. Na tulisema take charge ya impunity, kamata wale ambao wanatakiwa kukamatwa, alafu pande zote mbili ili tuje tuzungumze, kwa sababu sasa hii mazungumzo inakuwa ngumu kulete wakaaji kule chini pamoja na bado wanasema fulani ndiye aliiba vitu zangu, kwa nini hamjamkamata? So polisi ifanye kazi yake. Na pia Matiang'i atembelee eneo hili. Ninaona anatembea Kenya mzima, lakini hakuji katika eneo hili ambalo lina shida zaidi. Sijui ni nini namzuia. Okay. Haya basi, na alafu kuna msikilizaji angependa kujua kuhusu, anasema unazungumzia vizuri mipangilio ya pesa vile inatumika pale, lakini ukienda kule vijijini wananchi wanaumia mambo ya chakula. Ametaja maeneo ya Oroboi, sijui kama nimeitamka vizuri, pande hizo ambapo wananchi wanaumia sana vijijini. Hii mipangilio ya pesa iko vipi? Asante. Nafikiri shida ya upungufu wa chakula ni wakati huu. County government, miradi ya county government ni ile ambayo watu wana trust zaidi. Nafikiri wenyeji wa Turkana wana trust serikali ya county zaidi kuliko ya kitaifa. Sababu tuna deliver na tuna maofisa ambaye wako na watu kule chini wanasaidia. Na wiki jana ndio tulimalizia distribution cycle ya kwanza katika Turkana mzima. Turkana ni kubwa. Na tunafanya cycles tukianza zile sehemu ambaye zimeathirika zaidi tukifikia zile zingine. So tumemaliza hiyo cycle, alafu saa hii tunafanya ununuzi wa vyakula, na itakapoanza mwezi wa 4 tuanze tena kuzungusha chakula ya mwezi mzima, na tumepangia saa hii milioni 800 kwa ununuzi wa chakula na chache kwa miradi zingine za maji na madawa, na pia ukulima ambao unaendelea, kwa sababu pia tuna matrakta zaidi ya 11 ambaye inalima tunataka kufikia kati ya hektari 10,000 na 15,000 ili tone yote ya maji ambayo inakuja ya mvua inakuja wakulima waweze kupanda sorghum na machakula zingine, alafu ziweze kuwasaidia. Lakini tumepangia miezi 3 na kama ukame utaendelea katika mwaka wa pesa utakao kuja, tutapanga miezi zingine, kwa sababu kama ukame utazidi wakati huu Turkana huwa inapata mvua wakati huu hadi mwezi wa 5. Kama hakutakuwa na mvua na ukame uzidi, basi tutapangia kusupport watu hadi mwezi wa 9 ama mwezi wa 9. Okay. Swali lingine, na hili swali linaambatana na hata mimi mafikiri yangu, kwa sababu nimekuwa nikisoma vile mambo inamulikwa pale Turkana. Kuna hii perception kwamba Turkana inapokea pesa nyingi sana, na pia Turkana ni county ambayo ina rasilimali nyingi. Kwa mfano msikilizaji ameongea kuhusu pesa ya mafuta. Hii pesa ya mafuta nauliza haiwezi toshea kuweza kuangazia shida ambayo mnapitia pale kama county ya Turkana, ama je tayari umeanza kuipokea na ni ngapi? Asante sana. Turkana ina utajiri wa madini, Turkana ina utajiri wa mafuta, Turkana ina utajiri wa maji, na lakini haya maneno yote bado yako katika mchangani. Saa hii ni mipango, na mipango ya mafuta imefikia mahali sasa mipango ya mwisho ya production inafanyika, kukiwa na ujenzi wa pipeline, umalizaji wa port ya Lamu na pamoja pia na area ambaye mafuta itatolewa production section ni kupata ardhi ya kufanya mipango hii. Pia sheria imemalizwa tu, imewekwa kidole wiki moja iliyopita, na tulingangania sheria hii ili tuweze kupata percentage kubwa ya faida. Na sababu ambayo tulipigania faida ya 5% kwa wenyeji ambao wanakaa mahali mafuta inashimbwa itatolewa, pamoja na 20% ya county, ni kwa sababu tuliona shida zile ambalo area hii imeishi nayo. Na zile pesa zikiwa katika serikali ya county itadili na priorities ya watu kulingana na vile wanataka. Hiyo ndio sababu tulipigania. Lakini pesa hizi bado, mafuta bado mpango bado hajamalizika, mafuta bado haijaenda sokoni, bado haijaanza kuchimbwa, haijaenda sokoni, haijashimbwa. Yale machache ambayo inabebwa na malori inapelekwa mpaka Mombasa ili iweze kufikia
lita 1200 itoshe meli ndogo ndio waende kutest waone mafuta ya Kenya je itakuwa namna gani katika international market. Lakini soko kubwa itakuwa ni ile mafuta inasonga kila siku kupitia pipeline kila minute katika pipeline. Hiyo ndio mafuta ambayo itaenda soko kwa wingi na pia hiyo iko na process kwa sababu pesa zitakuja nyumaye, na pesa zitakapokuja basi utaweza kubadilisha mambo. Tutaweka hazina ya county, tutaweka hazina ya jamii, na hizo pesa tutazitumia kulingana na vile mazungumzo. Kwa saa hii sisi tunataka kufocus kufanya sheria za county ambayo itasimamia pesa hii na utumizi wa pesa hii vile itakuja na maoni ya wananchi wote katika pembe zote za county yatachukuliwa. Ni vizuri maeleze hivyo kwa sababu mheshimiwa, sisi tumekuwa tukidhani mna pesa nyingi sana kama county ya Turkana mnapokea pesa kutoka kwa mafuta, lakini labda haijatumika vizuri. Alafu pia kuna huyu msikilizaji ameuliza kuhusu nchi kama Egypt. Ametoa mfano tu, anasema ni nchi kame kama labda eneo la Turkana pale, lakini wameweza kutumia maji ya Nile kuweza kufanya irrigation na kuweza kufanya shughuli zao zingine pale. Mbona Turkana mna mipangilio kama hizo? Na tayari nilikuwa nimekuuliza hii swali kuhusu Lake Turkana na labda ile maji ambayo inapatikana chini ya ardhi. Kwa faida ya msikilizaji, labda ungependa kumueleza ni changamoto gani mnapitia? Kwa kweli hiyo ni kweli. Kuna nchi ambazo zimeweza faidika. Egypt ni moja, Israeli nyingine, na nchi zingine kadhaa ambazo zimetumia maji yao vizuri kwa kunyunyiza mashamba na kuhakikisha pia mifugo yao. Hata hapa karibu na kwetu kule Karamoja, Uganda, serikali ya Uganda imeshimba mabwawa, na yale mabwawa ni mawili, wanaongeza zingine karibu 6, na yale mabwawa yamewezesha wafugaji kutopata shida. Na sababu mabwawa haya yatahitaji rasilimali mingi, na hii kwa sisi tunaona ni national project. Na national project na baka priorities zetu zipatikane right. Lakini policy makers katika serikali ya kitaifa bado wanaona hawa watu tumepatia bilioni 10 waende na shida zao huko, wakitaka kusolve wasisolve, zile pesa zingine ziende zibenefit other areas. Na kuna madharau kwa sababu bado watu wanaona kuwa sisi ni wachache. Juzi ninaona debate kwa social media wanasema Turkana wazidi 1200. Kwa sababu wanapokea shilingi bilioni 10. Ni wachache wanapiga kura. Nawaambia sisi tuna changamoto pia ya kupata kipande. Kipande hailetu ya kutosha. Kwa hivyo ni wachache wanaweza chukua kipande. Kila mara priority yao ni kutafuta maji na nyasi na kuzunguka na mifugo yao. Ukiwaambia hii ndio kura hapa na hii ndio mifugo yake, hii ni mali yake yote, tafutia nyasi, ata prefer kwenda kutafuta hiyo maji, awachane na hiyo kura. Sisi saa hii ni bilioni 1.2. Na tusidharauliwe kwa sababu bilioni 1 milioni 1. Oh, milioni 1.2. 1.2 million population ya Turkana. Ya Turkana County. Na wale ambao wanaona hiyo ni kidogo, wanitembelee, waje, mimi ndio wapatia gari wazunguke Turkana ili wajue kama kuna watu ama ni miti iko, ama ni mimea. So waje tu watembee alafu watembee wajue njia. Ni governor wa Turkana County. Ningependa kusoma SMS 1-2 kisha tumalizie mazungumzo. Kuna huyu anasema Gidi, please uliza governor kama ako na habari ya watu ambao wamefariki kwa sababu ya njaa, ama pia yeye anakataa. Ni Godi wa Githurai, soko ya mawe. Asante sana. Alafu kuna mwingine anasema mimi ni mkazi kutoka Turkana, ningependa nipigiwe simu nimuulize governor wangu swali. Msikilizaji, ungeuliza tu swali kwa hii SMS jamani, kwa sababu muda wa kupiga simu haipo, lakini asante sana, napokea ujumbe wako. Na mwingine anasema Gidi na Ghost, muulize governor nani jibiki ambako njaa imevamia. Ugatuzi nilidhani ingesaidia, kumbe ngo. Anthony Kidake anatuma ujumbe pale. Na mwingine anasema huyu anasema anasikiza kutoka maeneo ya Taita, kwa hivyo sidhani kama inaambatana na mjadala hapa Radio Jambo. Na huyu mwingine nafikiri kwamba nauliza mambo ya patanisho, kwa hivyo hiyo itabidi niruke pale. Kwa hivyo mheshimiwa, labda ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji na wakaaji wa Turkana County, na pia ili swali ambalo msikilizaji ameuliza, je, kuna watu ambao wamefariki kutokana na njaa maeneo ya Turkana? Asante sana. Kama vile nilisema, ukame saa hii iko katika alarming stage.
na hatuja confirm deaths yote associated peke yake na njaa. Ile tunajua kuwa situation ya Turkana ni complex. Kwanza ni harsh environment, ingine ni insecurity, ingine of course ni drought, alafu ingine ni upungufu wa maji, na huo ndio unasababisha magonjwa pia katika sehemu ambazo ni mbali katika mahospitali ambazo tuko nazo. Kwa hivyo directly hauwezi confirm directly. Tuwezi jua kamili ni sababu gani. Na kwa sababu nimeona media imeangazia zaidi juu ya hizi vipo. Nafikiri hili swali ni mzuri kwa sababu mtu akifa polisi huo ndio wanachunguza alikufa sababu gani. Nafikiri wapeleke hii habari katika Kenya Police Service, wapatie hawa information. Kama kuna mtu alikufa, watu waelezee wa Kenya kuwa alikufa kwa sababu gani. Okay. Na swali la mwisho ambao ungependa alama ujumbe mwisho ambao ungependa kuambia wakazi wa Turkana na wananchi kwa jumla bwana kusikiza kote nchini? Asante sana. Nafikiri wananchi wa Turkana wananiamini. Na ndio sababu walinipa kusafu tamu ya pili, kunichagua mara ya pili tena. Na wanajua kuwa mimi nasimama na wao na mimi ni mtetezi wao. Hakuna wakati nitawaacha bila utetezi kwa njia yoyote, hata wakati huu katika baa la njaa. Na nikiwa napigwa na social media, wale watu wa kwangu ndani, wale wa raia wananiambia fanya kazi kuja utusaidie, kwa sababu wewe ndio unajua utatufikia. Sababu usaidizi ya wale ambao wanaleta wanakuja katika centers karibu town, nje kidogo mali media ilienda. Lakini zile vijiji ambazo hakuna mtu anatembelea, sisi ndio tuko. Hata serikali ya kitaifa imetangaza kuwa italeta msaada. Lakini hii msaada kufikia kila sehemu ambaye kuna mtu ambaye anaumia, itakuwa ni changamoto. Na sisi tunajua sisi tumebeba responsibility kubwa. Kwa saa hii County Assembly wiki hii itapitisha ile reorganization tunafanya katika budget, tupunguze pesa ambazo tunafanya program za maendeleo, tuweke mingi katika upangaji wa chakula. Lakini watu wajue, tukiwa tunapanga budget namna hiyo, tunaongeza pending bills. Wasije kutuuliza baadaye kwa nini pending bill hii iko, sababu tulielekeza hizo pesa katika mpango wa huu drought emergency. Kwa sababu mara wengine wetu tunasahau. Tunasema hii alafu kesho tunasahau. Alafu tunaanza kulaumiana kuwa hii project tumeua, hii project tumetumia namna hii. Na kuna changamoto mengi, changamoto za kibajeti, changamoto za kuimplement projects. Lakini tutapambana ile tunaweza ili tusaidie watu. Kuna miradi ambaye tunafanya pamoja na development partners. Kama kule Turkana West, eneo kako mahali Lokjobi, tunapanga na UNHCR na tunaweka mradi wa maendeleo wa bilioni 50 kwa miaka mingi. Mwaka huu bilioni 5, na nusu ya hizo pesa tumechangia already na development partners. Na yote imeanza kufanya kazi hii ya mashamba, kazi ya elimu, kazi ya mabarabara na kazi ya agriculture. Hiyo pesa imeanza kuwekwa katika mpango huu. Wiki hii pia tunatarajia katika mkutano wa Rais Museveni na Rais Uhuru Kenyatta bilateral meeting, kwa mojawapo ya agreement tasainiwa ni peace and cross border development kati yetu na Uganda upande wa Karamoja na Kenya. Na ili tuweze serikali mbili ziweze kuweka resources na development partners wa unlock resources. Na priority ni mabwawa ya maji ili tuweze kusolve hiyo solution. So tunajaribu njia zozote. Na mimi silali ninajaribu njia yoyote ya kufanya. Ili nafikiri ni mzuri pia ningeuliza makamera ya media. Mulika yale mabaya, mulika yale mazuri. Hapana paka yote. Wasiangalie tu watu ambao labda wanapitia hiyo shida. Immunization katika kupea watoto dawa ya immunization. Sisi tumeanza kufikia 88% ya watoto katika kaunti nzima, na hii ni kaunti kubwa, na hii ni kaunti ya ukame. Sisi ndio namba 1 katika mambo ya immunization. Hiyo ni effort ambayo tunajaribu kufikia watu wetu. Na huwezi ignore useme sisi tumefail, yet we are performing in many other sectors. I think ni muhimu. Ni muhimu pia waangazie na wasipake mafuta, na wale ambao wanafanya siasa pia wasilete siasa katika hili neno. Sababu naona pia wale ambao bloggers
wale wengi ambayo wanaangazia mambo mengi ya kisiasa wameingilia hapa kuchafua majina ya viongozi wa kitaifa kupitia njia hii. Sisi napenda kitu hii na nauliza wale ambao wanataka kupea Turkana msaada, kwa sababu saa hii tumepangia kuweza commit needs ya wale ambao waathiriwa 1608. Tumepangia bajeti ya 70% ya wale watu. Kuna upungufu wa 30%, usaidizi ukilete roho safi. Okay. Usilete na kuja peana na roho safi. Mila yetu ya Waturkana, kama unataka kusaidia mtu, kuja umsaidie na unyamaze yeye na Mwenyezi Mungu ndio atashukuru. Ukienda kutangaza hiyo inaonekana vibaya. Hiyo tunaelewa. Hata Bwana Mlee hapa atakubaliana na mimi kwamba ukikuja kunisaidia, usikuje kunisaidia unikutangaza ati ule ghost jamani. Usionyeshe dunia nzima kwamba umenisaidia.